Habari gani mwana Keo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Yeriko Nyelele kupitia mtandao wa Twitter amewatuhumu Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi kwa kuchukua pesa, mabilioni ya pesa kwa ajili ya kuchochea vurugu katika mitandao ya kijamii. Na Yeriko Nyelele hajaishia hapo, ametoa na idadi ya fedha na makampuni ambayo yamekuwa yakitoa huduma hiyo ya ufadhili kwa wanaharakati. Pasi na kupoteza muda, nataka nukuu hichi ambacho ameandika Yeriko Nyelele katika mtandao wa Twitter. Baada ya kuibuka tuhuma huko Jamhuri ya Twitter kwa umoja wa wanaharakati ulioko nchini chini ya Maria Sarungi au kwa kushirikiana na Mange na diaspora anayeitwa ndugu Loli Msauzi aka Madenge, kukiri hadharani kuwa wanalipwa mabilioni ya fedha na mataifa ya Ulaya na Marekani ili kuendesha harakati za kuyumbisha nchi na machafuko, kisha watu wengine wakaanza kushambulia kwamba anyamaze, anaharibu, na wengine wakisikitika kwamba walidhani wanapigania haki kwa sauti moja, kumbe wenzao wanalipwa. Nimekurudisha nyuma usome makala niliyoandika tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2025 nilipoibua uozo huo, lakini wa vijana wengi mtandaoni wakaishia kutukana tu. Tafakari sasa leo na kusogezea mengine hayo kwa msaada wa Mwita. Wenye akili zilizotulizana tu ndiyo wanatakiwa kusoma. Watu wengi sana wamekuwa wakilipwa mabilioni ya hawa, na wengine wao wanaharakati wengi ni viongozi wa heshima katika jamii, viongozi wa dini na watu maarufu, viongozi wa kisiasa na makundi mengine, hasa vijana wanaojiita wanaharakati. Loli Msauzi aka Madenge ni mmoja wa vijana hao ambao leo amekiri wazi, ingawa amejaribu kwenda kufuata maandiko hilo kule X, lakini haiondoi ukweli huo kuhusu Ford Foundation na kulipa mabilioni ya dola. Mfano, nyaraka za kuanzia Januari mwaka 2024 hadi Januari mwaka 2025, operation kubwa ya taasisi inayoitwa Change Tanzania ya Maria Sarungi na zinginezo zilipewa bilioni ya fedha kwa ajili ya kitu kinachoitwa democracy nchini, ili hali ilikuwa na operation ya makundi haya kuteka vyama vya siasa, yani upinzani, au kwa malengo ya mataifa ya magharibi. Kisha kwa kipindi cha kuanzia Februari mwaka 2025 hadi Septemba, utafiti unaonyesha kwa haraka katika kipindi cha kuanzia Januari mwaka 2025 hadi Septemba mwaka 2025, zaidi ya USD milioni 30 sawa na shilingi bilioni 7.5 zilikuwa injected Tanzania kwa ajili ya kusaidia makundi ya wanaharakati kufanya siasa. Jiulize, pesa hizo ndani ya miezi 10 tu walioitoa wananufaika na nini na Watanzania? Angalia listi ya baadhi ya wanufaika wa mabilioni hayo ambayo wote ni wanaharakati nchini. Februari 1 mwaka 2025, Ford Foundation walilipa taasisi ya Twaweza ya Tanzania kiasi cha shilingi USD milioni 2 kwa lengo la kuhamasisha demokrasia na uwajibikaji wa serikali ya Tanzania, kama ambavyo wao wengine wameripoti katika website hiyo, hapo ameweka hapo. Lakini Februari 2 mwaka 2025, Ford Foundation waliidhinisha kiasi cha shilingi dola 315 kwa taasisi inayoitwa Tanzania Bora Initiative kwa lengo la kuwajengea uwezo vijana wa Tanzania kubainisha na kuchakata habari za mtandao, masuala ya demokrasia. Lakini Aprili mwaka 2025, Ford Foundation pia waliidhinisha kiasi cha dola 300 kwa Amnesty
International Tanzania kwa lengo la walioita co-support of the social justice group in Tanzania and Uganda to continue to reclaiming civil space and enhance social justice. Hizo hapo ni baadhi ya taasisi ambazo ameziorodhesha na Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, akisema kwamba hizo ni baadhi ya taasisi ambazo zimepokea fedha nyingi sana, lakini anasema namba 4 ni kwamba Mei mwaka 2025 Ford Foundation wameidhinisha kiasi pia cha dola 200,000 kwa Tanzania Human Rights Defenders Coalition kwa ajili ya kusapoti harakati za haki za binadamu na watetezi wake, hususan katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu, ikiwa ni sambamba na kujenga uwezo wa wanaharakati kama wanavyoeleza hapa katika linki. Ameweka hapo linki, lakini anasema Julai mwaka 2025 Ford Foundation tena wametoa kiasi cha dola 100,000 kwa ajili ya Jamii Forum kwa ajili ya malengo wanayoita General Support for Advocates for freedom of the expression, democracy, good governance, accountability and transparent via democratic right, and for building and inclusion digital community while empowering natives in Tanzania. Lakini pia akasema Septemba mwaka 2025 Ford Foundation pia wakatoa kiasi cha dola milioni 1,680,000 kwa Wazalendo Trust kwa ajili ya kujenga uwezo wa wanaharakati wa kisiasa mtandaoni kama inavyoeleza hapa katika linki. Una maoni gani kwa hichi ambacho ametoa Yeriko Nyerere? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, nitakuja kupitia nione una mtazamo gani. Pasi na kupoteza muda na kuja katika eneo la comment section hapa nasoma maoni watu ambao wametoa katika chapisho la Yeriko Nyerere. Pasi na kupoteza muda, moja kwa moja katika eneo la maoni hapa namuona mtu anaitwa Ntobi. Ntoba anasema binafsi naamini bila chembe ya shaka kwamba watu wametoka kwenye maandamano bila kulipwa hata senti moja, na bado wengi wanaendelea kusukuma harakati hizi kwa kujitolea pasipo kupokea malipo yoyote. Lakini kimya anasema Yeriko Nyerere, uliza serikali pesa ya msaada wa Marekani na mashirika mengine. Hamna pesa za kujenga demokrasia kwenye nchi. Usipoteze kwa kusema watu au makundi fulani. Pesa za wamiliki zote zinapita Central Bank na zinakuwa na maelezo stahiki. Lakini Master anasema okay, tuseme wanalipwa kweli. Je, unadhani uendeshaji wa harakati kupigania haki za watu against government rahisi na ni costless? Nadhani waongezewe hizo USD ni ndogo sana, angalau wapewe hata USD bilioni 10. Lakini pia General anasema sawa, nini shida yako? Au ni matumizi mabaya ya mali ya umma? Kama sio nyie, inawauma nini? Achana nao, nenda kaijenge cha umma kwanza. Lakini Gumbo anasema we mzee unajichanganya sana, uzuli umefanua hizo pesa zimeidhinishwa kwenye taasisi gani na nini hasa malengo ya taasisi hizo? Alafu serikali yako haifanyi auditing katika mapato na matumizi kwenye hizo NGOs. Kama hawafanyi basi hakuna tatizo mahali. Lakini Gwiji anasema ametukana kidogo tusoma, lakini X Mbantu anasema mbona wewe na Mbowe mmenunua na mmelipa na CCM na hamsemi? Lakini Ficha mimi nasema pole kwa kuandika ila huna, ametukana kidogo. Lakini Mzalendo anasema wewe nilishakuzalau long time, haujauza vitabu 100 vya maelezo kwangu, ni rubbish. Lakini Gamba anasema Ford Foundation ipo kihalali na inatambulika na serikali ya Tanzania au hapana? Ameuliza hapo. Maoni yako ni hapo, shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Dio TV, tuna wakati ujao katika maswala ya kisiasa. Usisahau kusubscribe na kutana notification, lakini pia unaweza ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section kwa haya ambayo Yeriko Nyerere anasema kwamba kuna baadhi ya wanaharakati wanachukua pesa kwa ajili ya kuendesha harakati zao katika mitandao ya kijamii.
Tena katika masuala ya kisiasa. Bye bye.